Sasa kabisa mtazamaji, moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi Disemba mwaka 2025. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za upeo wa TV47 jioni ya leo. Tuna taarifa kemkem ambazo tumekuandalia, lakini kwanza kabisa, kabla sijakupasha mengi zaidi, wacha tupate yaliyomo. Yaliyomo kwenye upeo wa TV47. Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amebadili msimamo wake kuhusu matamshi yake awali kwamba vyama vyote katika muungano wa upinzani vimekubali kuipa DCP pekee nafasi ya kusimamisha wagombea katika kaunti ya Nairobi. Maseneta wameanza kusikiliza kesi ya kumng'atua mamlakani gavana wa Nyamira Amos Nyaribo. Nyaribo amewasilisha mashahidi 8 katika utetezi wake, akikana mashtaka yote 6 yanayomkabili. Na maonyesho ya muziki na utamaduni yameingia siku yake ya 3 jijini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, huku jamii kutoka kaunti mbalimbali zikiendeleza ubunifu wao kupitia muziki, sanaa na tamaduni asilia. Mubashara mtazamaji, unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47 Digital @Pau Kirobi. Tuandamane hadi tamati. Tamasha ya muziki na tamaduni zimeingia siku ya 4 leo jijini Eldoret, huku gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan Bii akifungua rasmi tamasha hiyo inayowaleta pamoja washiriki zaidi ya 20,000. Aidha, gavana Bii na washikadau wengine wa kitamaduni wamezidi kuwataka wanaoshiriki kuonyesha utamaduni wao. Mike Kialo na mengi zaidi. Kwa siku ya 4 mtawalia imekuwa ni mbwembwe, midundo, milio na mipigo ya kitamaduni hapa katika shule ya wasichana ya Moi jijini Eldoret. Kila jamii kwa minenguo na mshawasha wa aina yake ikijitosa uwanjani kuonesha utamaduni wao. Hatimaye gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan Bii alitoa mwongozo wa kufungua tamasha hii rasmi, huku akiwakaribisha wote kutoka maeneo mbalimbali nchini katika kaunti ya Uasin Gishu. This festival celebrates our nation, our unity in diversity and our creativity. Moreover, it reminds us that culture is not merely a relic of the past, but rather the foundation of the future we are building together. Kauli yake ilisisitizwa na washikadau wengine wa kitamaduni, wakiwataka Wakenya wote kutoka jamii zote kudumisha na kulinda tamaduni zao. The culture in us, the many tribes that are here, we all want to feel honored because of the peace, the cohesion, the unity. The national government has formulated the National Culture and Heritage Policy. It has further formulated the Languages of Kenya policy, as well as the Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act, to ensure that we create an enabling environment for artists, performers, crafters and cultural practitioners. Kwa siku ya 4 mtawalia, jamii zimezidi kuonyesha ustadi wao kitamaduni, huku wakitarajiwa kujifunga kibwebwe katika tamasha hizi hadi tamati. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Mike Chalo. Na asante sana Mike Kialo ukiwa katika kaunti ya Uasin Gishu. Kwingineko ni kwamba kama njia mojawapo ya kuzuia ufujaji wa fedha katika vyuo vyote nchini, serikali imetoa ilani kwa wasimamizi wakuu wa vyuo hivyo kuendeleza mpango wa kidijitali katika ununuzi na utoaji wa kandarasi ili kuzuia mbinu za mkato ambao mara nyingi umechangia ufisadi katika sekta ya elimu. Isaac Famba ameandaa taarifa ifuatayo. Serikali sasa imeonekana kuandama wasimamizi wa vyuo ambao huenda wakaitilafiana na mfumo wa kidijitali katika ununuzi na utoaji wa kandarasi kwenye vyuo vyote nchini. Akihutubu kwenye hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa chuo cha kitaifa cha ufundi anuai mjini Kitale, mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amesema wasimamizi wote wa vyuo nchini wanapaswa kutekeleza amri hiyo ili kuepuka adhabu kali ya serikali.
This system eliminates paper-based loopholes, ensures every tender is transparent and accessible to all qualified bidders, and makes every transaction traceable. Koskei amesema mpango huo unalenga kupunguza ufujaji wa fedha, hali ambayo imeonekana kuchangia masaibu kwenye vyuo vingi nchini. This is not merely a technological shift. It is a fundamental commitment to fairness, value for money, and the elimination of corruption in how we spend public resources. Your institution must ensure full compliance and early adoption of this system across all its procurement activities. Katibu katika idara ya mafunzo na ujuzi kwenye vyuo anuai nchini, Esther Muria, amekariri umuhimu wa serikali katika kuwezesha vijana kupata mafunzo na ujuzi kama njia mojawapo ya kuboresha ajira na kujitegemea. The president has said so many times that this country must go to the next level of development. And who sits at the bottom of that? Who is going to babysit that development? Skills. And ladies and gentlemen, we are the producers of those skills. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na asante sana Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba maseneta wamegawanyika kuhusu iwapo bunge la kaunti ya Kericho liliafikia hitaji kamili ya wakilishi wadi waliofaa kumngatua gavana Nyaribo mamlakani au la. Kulingana na katiba, gavana Nyaribo anafaa kungatuliwa na thuluthi mbili ya wakilishi wadi, ambayo ni sawa na wakilishi wadi 24, lakini Nyaribo alingatuliwa na wakilishi wadi 23. Bunge la Seneti mchana wa leo ilifaa kusikiliza mashtaka ambayo Nyaribo ametajwa kukumbwa nayo, ikiwemo ukiukaji wa katiba na matumizi mabaya ya ofisi. Wawakilishi wadi watatu hawakupiga kura kutokana na sababu tofauti. Kikao cha kungatuliwa kwake ilifaa kufanyika siku ya leo na kesho, ambapo mashtaka yangesomwa dhidi ya gavana huyo mbele ya Seneti, kisha gavana akubali au akatae, kisha bunge la Nyamira kuwasilisha kesi yake. Nyaribo alifika bunge na mawakili wake 8. Nyaribo tayari alikuwa amekanusha mashtaka hayo. Ni kesi ya kunukuu, ni kesi ya kuangalia kwamba je, ile nambari ambayo imepewa inaweza kushuka chini. Je, nambari ile ambayo imepewa kama ni ya 24 inaweza kupanda juu. Kitu ni kwamba ni umuhimu sana sisi kama maseneta, ndugu zangu, nataka tuangalie, je, hii goli ikiwa iko pale unaweza kuitoa ukaweka mahali pengine? Jibu ni kwamba la. Swala hili lilo mbele yetu ni swala muhimu sana, na ni lazima tuweze kulijibu, na lazima tuweze kuchukua msimamo. If you go by the presentation by the governor, it means 23.3 people voted, which we round to 24. But if you go by the persuasive argument by the county assembly, it means in the absence of those 3, only 21.3 people voted, rounding it. Kuna watu wengine waliandika affidavit ya kusema kwamba wapigiwe kura na wenzao. Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa mwakilishi ward katika kaunti ambayo nimetoka ya Lamu. Na Mheshimiwa Spika, hiyo sio jambo ngeni. Yanafanyika Mheshimiwa Spika, sisi katika seneti hii ndio tunatuma pesa mashinani. Na yale yanayotendeka huko mashinani, Mheshimiwa Spika, hatuletewi wakati yanafanyika kulingana na vile ambavyo wao wanataka. Lakini leo hii wametuletea kwa sababu imefanyika kinyume na vile ambavyo wangehitaji wao yafanyike. Mheshimiwa Spika, mimi nachukua nafasi hii kuwarai wabunge wa seneti hili ya kwamba Mheshimiwa Spika, tufanye haki kwa watu wa Nyamira. Tukisalia jijini Nairobi, jiji la Nairobi limegeuka jiji la tahadhari. Visa vya wizi hasa vya simu vinaongezeka kila uchao. Wezi hawa sasa wamepata ujasiri mpya, na ambapo wanavunja maduka wakiwa wamebeba bunduki. Matukio haya yameacha wakazi wa Nairobi wakiishi kila siku wakiwa macho ili kukumbana na uhalifu. Mudhoni Brenda na taarifa hii kikamilifu. Katika mitaa ya Nairobi, wakazi sasa wamejifunza mtindo mpya wa kuishi, kutembea huku wakificha, macho yakiangaza kila mahali na tahadhari katika kila hatua.
Kisa na maana ni wahalifu ambao sasa wanajulikana kwa jina la utani wepesi kutokana na uwezo wao wa kuiba na kutoroka ghafla bila kuonekana. Wepesi hawa sasa wamekuwa kero jijini. Katika kurasa za kijamii, malalamishi yamejaa kutoka kwa Wakenya ambao wanaeleza hofu yao na kutoa tahadhari kwa wananchi wengine. Aki guys, jana karibu ni biyo walai. Nairobi. Woo! This is how my phone was stolen at 5:30 a.m. Nairobi. When I tell you wezi hawalali. 24/7 they are working. Wakoboka hao. Video za CCTV zikionyesha wizi wa aina hii pia zimejaa mitandaoni. Video kama hii ambayo imesambaa kwa kasi mtandaoni inamuonyesha mpiga picha mmoja maarufu akitizama kwa uchungu huku simu yake ikiibiwa mbele ya walinzi. I wouldn't suspect anything because we are in a petrol station. They are coming to fuel. So they just came, two of them. The first one just checked around, stood at the top. The second one now came, did the survey, then did a U-turn. But Ms. Njagi noticed they were to take Ms. Njagi's phone, but Ms. Njagi noticed, so she moved. She went in front of me. But then the boda guy saw me holding my phone. That's when he came and snatched it. Paul S. ameeleza kuwa hofu inayompiga mtu baada ya kuibiwa simu haina kifani. And I tried to turn on the car, didn't start because of the battery. The battery was flat dead. So that's when I just got out of the car, just grabbed my head. For those 10-15 seconds, even when I'm grabbing my head, I could still hear the bikes revving all the way to town. Wezi hawa pia wamebobea katika ujanja. Wao hutumia ubunifu mkubwa kuwahandaa wakazi kabla ya kuwapora mali yao. Wengine hujifanya kuwa wanaulizia maelekezo na wengine wanakufuata kwa muda mrefu wakingoja wakati mwafaka. Venye nilikuwa nimeweka rongi, simu yangu ilikuwa imefura, wakaona ni kama simu imefura kwa mfuko. Za zile naenda kwa nyumba, nikaona tu vijana wananifuata kutoka nyuma. Kidogo kidogo naona ni vijana wamenishika matai, wamenitoa simu kwa mfuko. Kazi sasa wanasema kuwa polisi huwakamata wanaouza simu hizo za wizi, lakini wanapaswa waimarishe juhudi hizo ili kuwafikia hata wezi wenyewe. The perpetrators are they're kinda known. Why? I kid you not. I once witnessed it happen outside Mirage Towers, next upper Mirage Towers, in front of me. Just a lady had just gone down the stairs, a boda rider came and snatched. I kid you not. The same boda rider, he looked like the same exact guy. I kid you not. You see? Yes. Wezi hawa sasa wamezidi ujasiri na kuvunja maduka hadharani na hata kutumia bunduki. Wakazi wa Nairobi wamesalia kuwa macho kila hatua, kwani katika jiji hili tahadhari si woga, ni njia ya kuishi. Muthoni Brenda, runinga ya TV47, Nairobi. Na tukizamia masuala ya siasa, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua leo amemsuta Rais William Ruto kwa purukushani za chaguzi ndogo zilizopita, huku akidai Ruto analenga kusambaratisha muungano wa upinzani. Gachagua alizungumza katika makao ya chama chake hii leo. Vile alielekeza makali yake kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa kufadhili wahuni kuhangaisha mikutano ya upinzani. Viongozi wa ODM, tume ya uchaguzi nchini IEBC na wanahabari vile walikuwa kwa darubini ya Gachagua. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alinua makali dhidi ya Rais William Ruto, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, chama cha ODM na tume ya uchaguzi nchini IEBC. DCP! Gachagua akimsuta Ruto kwa madai kuwa na njama ya kusambaratisha upinzani, huku Gachagua akimsifia kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kwa kusimama wima. And Kalonzo himself has said the spokesman for the cousin movement is Rigiji. So, if William Ruto wants to take Kalonzo, you come and talk to Rigiji. And William Ruto, because you call me a tribalist, the day you come to Amunyoro, you come with a translator. Rais Ruto wakiendelea kupokea mishale ya Gachagua baada ya Gachagua kudai Ruto amesambaratisha chama cha ODM, akitumia mwenyekiti wa chama Gladys Wanga na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, huku akiwakaribisha wabunge Edwin Sifuna na Babu Owino
katika upinzani. William Ruto amenunua ODM, imeuzwa na Junet na Wanga. Tayari wamechukua deposit. Sasa tumesikia William Ruto amesema akinunua ODM hataki Sifuna, atamfukuza. Edwin Sifuna, I want to tell you my brother, you are a good leader. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP. Sifuna akuje asikuje. Sifuna is a great senator in Nairobi. And I have no problem with the DCP supporting Sifuna to be the senator of Nairobi. Gachagua aliyewapokea rasmi wakilishi wadi wapya wa chama cha DCP walioshinda katika maeneo ya Kisa East, kaunti ya Kakamega, Kariobangi North hapa Nairobi na Narok North, akisema DCP imedhibitisha kwamba si chama cha mlimani pekee wala chama cha kikabila. William Ruto, in his usual lies and narrative, has been going around the country saying that DCP is a tribal party from the mountain. I want to ask William Ruto, is Kakamega Wamenyoro? Is Narok Nyandarua? Is Nairobi Kirinyaga? Shame on you, William Ruto. Katika hafla ya leo, Gachagua akimwanika waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, akidai alifadhili wahuni kuhangaisha upinzani katika chaguzi ndogo, akisaidiwa na mwakilishi wa kaunti ya Murang'a Betty Maina, huku tume ya IEBC ikimulikwa kwa kuwa kiziwi. I saw him yesterday. We cannot allow goonism in Kenya. Murkomen, it is during your reign as CS Interior that goons have become part and parcel of the National Police Service. You should be ashamed of yourself. Apul Kamau, TV47. Mtazamaji, dakika 14 imekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa yake Apollo Kamau inatupeleka katika pumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories.
Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Maswali mapya yameibuka kuhusu uaminifu na nidhamu ya kisiasa ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua ndani ya muungano wa upinzani. Hii ni baada ya kufanya mabadiliko makubwa ya kauli yake, akikanusha aliyosema mapema kuwa upinzani ulikuwa umeafikiana kuruhusu chama chake kuwania viti vya kisiasa Nairobi mwaka 2027. Kauli hiyo ilizua upinzani mkali kutoka kwa kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, ikifichua mgusano unaoendelea nyuma ya pazia la muungano wa upinzani. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anatujuza mengi zaidi. Ziara ya Jumanne Ukambani ilikusudiwa kuonyesha taswira ya umoja, viongozi mbalimbali wa upinzani wakiwa bega kwa bega kumwenzi marehemu Munyao, aliyekumbukwa kwa kutetea taasisi imara za kisiasa na demokrasia ya mashinani. Lakini hata walipokuwa wakitoa heshima zao, dhoruba za kisiasa zilikuwa tayari zikitokota. Masaa machache kabla ya hafla hiyo, naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua alikuwa amezua utata baada ya kudai kuwa upinzani ulikuwa umefikia makubaliano ya kuruhusu chama chake kuwania viti Nairobi mwaka 2027. Kiti cha gavana kitachukuliwa na DCP. Kiti cha seneta kitachukuliwa na DCP. Kauli hiyo hata hivyo ilikataliwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, aliyesisitiza kuwa hakuna makubaliano kama hayo. Mgongano huo ulisababisha hali ya sintofahamu ndani ya upinzani na kuibua upya maswali iwapo Gachagua amegeuka kuwa na ulimi wa upanga ndani ya muungano huo. There was no contest for kingship of Western, so their internal fights are not going to take them any far. In fact, it is very difficult for them to defeat President Ruto in the coming elections. But again, with Gachagua amongst them, the defeat is going to be much more huge than what it will have been. Wakosoaji wanasema amekuwa akitoa kauli bila mashauriano, madai ambayo wenzake wanashindwa kuyaunga mkono. Rigathi Gachagua is a fighter. Rigathi Gachagua is very, very vicious when it comes to this kind of engagement. I say that as someone who has contested against him in Madeira back in 2017. What I saw in the last 2 weeks, in fact, I kept telling people, what did you expect? I mean, this is a person I know. I expected him to behave exactly how he has behaved. Hata hivyo, hii leo jijini Nairobi, Gachagua alijaribu kugeuza mjadala. Alisisitiza kuwa kauli yake ilieleweka vibaya, akisema alikuwa akizungumzia upinzani kwa ujumla, si chama chake pekee. They are trying to create a wedge within united opposition. The correct position is, and I said, the united positions will take 16 out of 17, and even that, the 17th one, if tukijipanga vizuri, we will take 17 out of 17. Lakini hali ilikuwa tofauti. Nyuma ya tabasamu, mikono kushikana na kauli za umoja, kumeibuka maswali miongoni mwa upinzani. Vyanzo katika hafla hiyo vimefichua kuwa baadhi ya viongozi hawakuridhishwa na mtindo wa Gachagua kutoa matamshi ya ghafla, wakihofia athari za kauli yake ijayo. Wachambuzi wa kisiasa wanaonya kuwa misimamo inayokinzana inaweza kuongeza kutokuaminiana ndani ya muungano, hasa wakati huu ambapo vyama vya upinzani vinajadili kwa uangalifu mwelekeo wao kuelekea mwaka 2027. And those pronouncements by Gachagua alone also alienates the supporters from having confidence in that lineup. So that even if there are people who intended to support Kalonzo, they'll start doubting that, are we electing you so that you become manipulated by Kalonzo? Or someone like the leader of DAP-K, Honorable Eugene Wamalwa? Baadhi sasa wanaona kauli za Gachagua kama makosa ya kisiasa au hata juhudi za makusudi kuchanganya wenzake ili kujipanga upya kisiasa. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Na tukisalia katika masuala ya siasa, kamati ya utekelezaji wa ajenda ya vipengele 10 vya NADCO imedhibitisha kuwa mchakato wa mageuzi unaendelea vizuri, ikipinga madai ya Rigathi Gachagua kwamba Rais William Ruto hana nia ya kutekeleza ripoti hiyo. Ikiongozwa na Agnes Zani katika kikao Manzoni, Machakos, kamati hiyo imesema kuwa sasa imeingia hatua ya utekelezaji. Pia inapanga kukutana na jopo linaloshughulikia fidia kwa waathiriwa wa ukatili wa polisi ili kuhakikisha manusura wanapata haki na malipo wanayostahili. We now have a
big matrix for each of the 10 points, including the issue, how to scope that issue, in other words, how to narrow down on the various indicators, how to measure the various indicators, which sources to look at, which sources to consolidate with, which sources to give data from, and then say where the status for implementation is. So very shortly, we're going to come with actual data to you in that issue and all the other issues that are raised in the 10-point agenda. Naam, kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunaangazia taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunaingia michezo, na ambapo tunaanza na taarifa hii ambapo Mahakama Kuu imewaamuru maafisa wawili wakuu akiwemo Inspector General wa polisi na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI kufika mahakamani na kuelezea alipo mchanganuzi wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe aliyotoweka zaidi ya miaka 4 iliyopita kwa kisa cha kutatanisha. Kwa sasa wacha tuingie michezoni, na ambapo mwanariadha Ian Wambui Kahinga ambaye aling'ara katika mashindano ya wanariadha wasiosikia yaliyofanyika Tokyo, Japan alipokelewa kishujaa mapema leo katika kaunti ya Nyandarua. Kahinga aliyenyakua nafasi ya kwanza katika mbio za mita 1500 alitumia dakika 13 sekunde 52.83 na hivyo kuvunja rekodi iliyodumu kwa miaka 12. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badishe amewataka wanariadha kuendelea kutia bidii ili kuliweka juu jina na bendera ya Kenya katika majukumu ya kimataifa. Nataka kwanza kusema asante kwa governor, asante kwa Nyandarua County kwa kuni support, even for achieving the goals 2 times. I'm so proud. Asanteni sana. Na tushukuru Mungu sana hata kwa familia yangu, my shosho, my wife na auntie yangu kwa kuni support. The flag of this country, you've raised it high. The flag of Nyandarua, you have raised it high, and especially the flag of Kirita Ward, a little village that is not even known, but you have made Kirita known in the entire country and in the entire world. Tunataka kuambia hata wale wengine, wale ambao labda hawasikii ama hawaongei ama wanatembea kwa wheelchair, muko na nafasi ya kujiendeleza hapa Nyandarua. Naam, tukiachana na hayo, mashindano ya Africa Youth Games yataratibiwa kuanzia tarehe 10 hadi 20 Disemba nchini Angola. Kenya itawakilishwa na zaidi ya wanamichezo 83 nchini chipukizi watakao shindana katika aina mbalimbali za michezo. Wachezaji hao walifanyia maandalizi katika miji ya Nairobi, Mombasa na Eldoret. Timu ya Kenya inalenga kutamba zaidi katika michezo hiyo, na wachezaji wamesema watapambana kuhakikisha kwamba bendera ya taifa inapaa Angola. Kutrain leo juu ya maths. Matarajio yetu ni vile tunaendelea kutrain, we hope for better results. Zoezi imekuwa poa, tumekuwa tukitrain morning run na bado tunaangalia diet. Tumeingia jana jioni, tumeingia vizuri, tumekaribisha vizuri. Pia maandalizi tumeandalia vizuri. Tuko tayari at least kuendelea na mazoezi na tuko hope kwamba tutapata medali kule Angola. Really good. It's the first day, so I'm expecting a lot to learn, of course, to see what I can do better for the team, to be better on myself, and see what I can push on forward with, not just now but for the future. Kenya team, zoezi imekuwa poa. Na matumaini tukienda Angola tarudi na goal, hiyo line lazima. So far zoezi imekuwa fit, vijana wana respond kwa zoezi vizuri, na yes, tunakaza. Bila shaka studioni hapa ni kama muda unanipa kisogo, dakika 27 imekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Roda Nyamayo. Usisahau Dr. Fweneke anaingia studioni, kwa hivyo usibonyeze kidude. Alamsiki.